mstari wa 11. Biblia inasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Hapo kuna mambo manne ambayo Paulo anasema. Anasema nilipokuwa mtoto mchanga niliwaza, nilitafakari, nilifanya vyote hivyo kama mtoto mchanga, lakini baada ya kukua nikayaua mambo ya kitoto yote. Ndivyo ilivyo katika mfumo wako wa kimwili. Ulipokuwa mtoto mchanga ulikuwa unachezea matope, ulikuwa na uwezo wa kukojoa ule mkojo ukaanza kuchezesha na mikono. Ulikuwa na uwezo wa kula yale matofali, wale walioishi kijijini. Unachukua matofali unaanza kula. Unaweza ukamwona mende ukatamani mle kwa sababu ni mtoto mchanga. Maji yako mwenyewe unaweza ukaanza kuyachezea kwa sababu ni mtoto mchanga. Sasa Biblia inatuonyesha madhara ya mtu ambaye ana uchanga wa kiroho. Inasema dhara la kwanza, unakuwa na akili ya kitoto au akili ya kichanga. Mambo manne yanaweza kutokea hapa. Jambo la kwanza, mtu ambaye ni mchanga kiroho anakuwa anawaza kitoto. Mawazo yake ni kuwaza kiutoto. Anawaza kiutoto. Sasa utakapowaza kiutoto, nini kitatokea? Maana yake utaamua kiutoto. Utakuta maamuzi yako mengi ambayo unaamua ni ya kitoto, kwa sababu katika roho bado hujakuwa. Hata maamuzi yanakuwa ni ya kitoto. Unaweza ukawaza kitoto na ukaamua kiuchanga, na ukitoka kwenye hatua ya kuamua unaingia kwenye utekelezaji, maana yake utafanya kitoto. Na ndio hicho ambacho Paulo anatuonyesha hapa. Unakuwa unafanya mambo ya kitoto. Kwa nini unafanya mambo ya kitoto? Kwa sababu bado hujakuwa kiroho. Unaona kama niko sawa ninachokifanya, kumbe ni ile hali ya utoto wa kiroho. Unafanya mambo kitoto kwa sababu hujakuwa kiroho. Ila ukikuwa kiroho, ndio Paulo anasema nitayabatilisha mambo ya kitoto yote. Sasa kwa sababu bado hujakuwa kiroho, unakuwa unawaza kiroho, unaamua kitoto, hata utendaji wako unakuwa ni wa kitoto. Japo umeokoka miaka mingi, lakini mtu akikuangalia anaona unachokifanya ni cha kitoto kabisa. Alafu jambo la nne Paulo anaongelea hapa, utaishi kitoto. Maisha yako yanakuwa ni ya kitoto. Chochote unaweza kufanya, chochote unaweza kuvaa, chochote unaweza kuongea. Kwa nini? Ulimwengu wa roho bado hujafikia. Hujakuwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana unakuta ukiingia kwenye makanisa mengine, kama baba wa kiroho naye ni mtoto mchanga, hayajui mambo ya Mungu wala hajakomaa, ataruhusu watu wafanye wanavyotaka. Ndio unakuta mtu anakuja na anayepika kanisani, mtu anakuja na kiswali kanisani, mtu anakuja na kinguo maziwa yanaonekana anakuja kanisani. Kwa nini anafanya yote haya? Bado ni mtoto. Akikua atajua hapo natakia nizibe, haya maziwa yasionekane. Hata ulipokuwa mtoto mdogo, wakati mwingine ulikuwa unatembea makalio yako nje, na ni binti msichana, makalio yako nje unaonyesha kwa baba yako, unaonyesha kwa mjomba wako, lakini sasa hivi umekuwa huwezi kuonyesha makalio kwa baba yako kwa sababu umeshakuwa. Sasa hiyo ndio sala ya mambo ya kiroho. Ukiwa mchanga katika roho, utashangaa unafanya vitu vya kitoto kanisani. Hata wao nikwambia unaona kama wanakuonea kwa sababu ya ule utoto ulionao. Kwenye kuvaa kwako kwa kitoto, kuongea kwako kwa kitoto, hata kunyoa kwako kunakuwa kwa kitoto. Na mtu amenyoa denge, yaani hapa kinaning'inia, denge kinaning'inia. Kwa sababu hiyo yote ni kwa sababu ya uchanga ulionao. Ukikua utajua kabisa hii sio staili nzuri. Kwa hiyo kila kitu ni kitoto. Hata baba yako unashangaa unapiga mlegezo kama kijana. Ule ni utoto. Mimi nikiangalia ndio huyu bado hajakomaa. Akikomaa hata kama una miaka mingi katika mwili, ila mimi nakupima katika roho, naona wewe ni mtoto. Hata ongea yako inakuwa ni ya kitoto. Kwa sababu gani? Hujakuwa katika roho. Hujakomaa katika roho. Kwa hiyo unapima kwenye mifumo kama hiyo, na hiyo ndio madhara au hasara ya kutokuwa kiroho. Na ndio maana wengi hatukimbilii mafundisho ya kiroho. Unabaki pale unaokoka miaka mingi, lakini maisha yako namna unavyoishi yanaonyesha wewe bado ni mchanga, bado ni mtoto kiroho, bado hujakuwa, bado hujakomaa katika roho. Andiko lingine ni Wakorintho hiyo wa kwanza 14 na ule mstari wa 20. Unajaribu kukazia hicho ambacho nakiongelea. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu,
lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Nimeongelea habari ya madhara ya kutokuwa kiroho, unakuwa na akili ya kitoto, na maandiko ndipo yanaposema msio watoto katika akili zenu. Kwa hiyo akili ndiyo yenye uwezo wa kufanya kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Unaona mimi nimevaa hivi, ni akili yangu. Ni akili yangu. Hata ulipovaa ni akili yako. Ndio ilikutuma uvae hivyo. Ulivyosuka, ulivyonyoa, ni akili. Sasa akili kidumaa, utasuka hivyo hivyo, utavaa hivyo hivyo, utanyoa hivyo hivyo, utaongea kutokana na ile akili ya kitoto ndivyo utakavyokuwa.